We're watching Dilunga TV. Na kiukweli sisi hata tufanye vipi hatuwezi kufikia magumu walioyapitia wenzetu. Wenzetu wamepitia magumu makubwa sana na walishinda. Hivi jamani, mimi niwaulize sisi waume zetu, kuna mume ambaye jamani anaweza kafikia uovu wa Firauni? Waume zetu hawa, kuna mume anaweza kafikia uovu wa Firauni? Lakini Bi Asia ameshinda. Bi Asia ameweza. Si tunaona wenzetu namna ambavyo walipambana. Bi Asia alikaa na Firauni, alikuwa na lengo lake. Yeye alikuwa na Mola wake. Lakini Nabii Musa amelelewa wapi? Tumeona namna ambavyo uvumilivu wa wanawake wakati mwingine unatusaidia. Unatusaidia katika kuusimamisha Uislamu, katika kuendeleza Uislamu. Kuwepo kwa Bi Asia pale kulirahisisha malezi ya Musa, nabii wetu. Lakini asinge kuwepo, huenda Firauni angefanya alivyokuwa akiwafanyia watoto wale wengine, na yule angemfanyia hivyo hivyo. Lakini Bi Asia alipambana. Je, sisi kwenye familia zetu, huku tu kwenye familia zetu, tunapambana? Mume akikukera kidogo, umeondoka na watoto wako na kuachia. Mume mlevi, wewe unaswali na kuachia watoto wako, mimi siwezi maisha haya, mimi kwetu nimelelewa katika mazingira ya dini. Unaondoka unamwachia watoto. Kwa maana unaacha na wale watoto na wenyewe pia wao walevi watarajiwa. Wewe ndio unatakiwa upambane. Watoto wako wawe wazuri. Unatakiwa uvumilie kwa ajili ya Allah, kwa ajili ya kutengeneza kizazi kilichokuwepo hapa. Mume ana changamoto, wewe ndio kumsaidia. Allah hajakupeleka hapo kwa bahati mbaya. Kakupeleka kimkakati kabisa yani. Kasha kuona wewe ulivyo, anajua wewe yule ndio msaada wake. Wewe ndio kumsaidia. Wapo tunaishi nao waume zetu wengine hata kuswali hawaswali. Wapo. Lakini usiseme mimi shachoka, shasema sana shachoka mie basi tena. Hapana, unamchokea nani? Hiyo kazi yako umepewa. Kwa hiyo tujitahidi sana. Lakini tukimwangalia pia amemzungumzia Bi Hajira. Hivi tuongee tu ukweli. Sisi hapa sasa hivi unakwenda kuacha kwenye jangwa. Hakuna maji, hakuna chakula, hakuna chochote, na uko na katoto kadogo. Mume anaondoka. Sisi tunaweza? Na anaondoka anarudi kule, kuna bi mkubwa kule, mama yetu Sara. Ingekuwa sisi hapo, yani mimi ndio unaniacha hichi kitoto, mimi ndio yani maneno yote tungemaliza. Lakini mama Hajira alimuuliza tu, ni Allah ndio amesema uje uniache hapa? Kama ni Mola wangu ndio amekuamrisha uje uniweke hapa, nenda. Yani aliridhika kwa ajili ya Mola wake. Aliridhika kubaki kwenye jangwa na katoto kadogo, hakuna chakula, hakuna maji, kwa ajili ya Mola wake. Leo hii angalia ile jangwa ambalo alibaki pale Bi Hajira peke yake na katoto kachanga. Sasa hivi watu maji ya Zamzam, hebu angalia tunavyoyakimbilia. Kisikia mtu kaenda tu maji ya Zamzam, wanaokuwa kule ni muda wote unachanganyikiwa maji ya Zamzam, mtu anywe, watu wanapona, watu wanafaidika mambo mengi kupitia ile maji. Lakini mwanamke mwenzetu only on Dilunga TV.